Kuelekea katika mechi yetu ya tarehe 3 ya mwezi wa 5, mechi yetu ya Kariakoo Derby itapigwa katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, uwanja ambao uko Mbweni jijini Dar es Salaam, na ni uwanja wa nyumbani wa Simba Sports Club. Kwanza Meja Isamuhyo ndio uwanja wetu wa nyumbani msimu huu. Lakini kabla hapo sisi Simba interest yetu ama matakwa yetu, mechi hii ya Kariakoo Derby tulitaka ichezwe katika uwanja wa Benjamin Mkapa, na hivyo ndivyo ambavyo tulikuwa tumekubaliana kwa maana ya vilabu, mamlaka za mpira pamoja na mamlaka za serikali, ya kwamba mechi kubwa za nchi hii ya Tanzania zitapigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Na baada ya kufika ratiba ya mechi hii, Simba kama kawaida yetu tukatuma maombi kwa wamiliki wa uwanja kwamba tunataka dabi yetu ichezewe katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Hayo ndio yalikuwa matakwa na mapenzi yetu sisi Simba Sports Club. Lakini tukapokea taarifa kutoka kwa wamiliki wa uwanja wakitueleza kwamba uwanja Benjamin Mkapa kwa sasa upo katika matengenezo na marekebisho kwa ajili ya maandalizi ya AFCON, na kwa mantiki hiyo tukalazimika Simba kutafuta uwanja mwingine. Baada ya kukosa uwanja Benjamin Mkapa, chaguo letu la pili ama chaguo letu la kwanza baada ya Benjamin Mkapa ikawa ni uwanja wetu wa nyumbani ambao tumeanza kuutumia tangu msimu huu umeanza, uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Bana, kwa hiyo hivi dabi kupeleka kwenye uwanja unaoingiza mashabiki wachache, inawezekana kama tunakuwa tunaiondolea thamani yake. Ukiangalia kwa hapa kwetu ndio mchezo mkubwa kuliko michezo yote. Ndio mchezo unaouza ligi yetu. Yaani ufuatiliaji wote wa ligi unatokana na hizi timu mbili. Yaani zimegawana, kama kuna ni 100% basi labda wamegawana 40% au 45% za mashabiki wa mchezo wa mpira. Kwa hiyo kama ndio hivyo basi hii ni sherehe kubwa kwa mpira wetu. Kwa hiyo inapaswa kuhudhuriwa kwanza na watu wengi ili kuendelea kuwapa imani wale ambao wanaweka fedha zao, kuona kwamba ni kitu ambacho kina watu wengi wanakifuatilia. Kwa sisi tunapaswa kuwa sehemu ya hilo tukio, kupeleka sehemu ambayo kuna watu idadi ya watu ni wachache, lakini pia hata ile hadhi ya kiwanja bado ni kiwanja cha kawaida. Yaani kama ilivyo KMC Complex, kama ilivyo viwanja vingine ambavyo vinachukua idadi ya watu kidogo, watu wachache. Kwa hiyo ukiona sisi wenyewe ambao, mimi nazungumzia sisi kwa maana wale ambao wanasimamia mchezo, wanaona ni sawa tu kwa dabi kwenda kuchezwa Meja Isamuhyo, nadhani hata wenyewe kuna sehemu sasa wanapaswa wakae wanawaangalie kama huo ndo mchezo wa biashara kwenye ligi yetu, na michezo hiyo ipo michache, huenda ikawa miwili au ikazidi kulingana na aina ya michuano ambayo ipo. Lakini kwenye ligi kuu wana michezo miwili tu ya kuuza hiyo bidhaa, kama yani ligi ambao ni Simba dhidi ya Yanga. Kwanza, kwa nini wanauza kwa sababu ya idadi ya watu ambao wanakuwepo uwanjani. Imepelekea sasa hadi watu wa nchi jirani wanapenda kuwa sehemu ya hilo tukio. Yaani kuna watu wanafuatilia, wanasafiri, wengine wanafuatilia kuja kufuata dabi yaani kwamba okay, tarehe 3 Kariakoo Derby inachezwa na mimi nitakuwa sehemu ya hilo tukio. Lakini sasa akianza kuona unachezwa wapi mchezo, akianza kupitia zile takwimu za uwanja uko sehemu gani, unaingiza watu wangapi, anaweza kuona hapa kujenga picha watu wanaokusanyika kwenye mechi itakuwa vurugu hiyo. Anaona kuona hapa sisi pas kusafiri na kwenda kufuatilia mchezo. Kwa mimi nadhani tunapaswa tusichukulie michezo kawaida. Yes, ina pointi 3 tu, lakini nje ya pointi 3 michezo hii ni mikubwa sana, inahitaji kubebwa kwenye maeneo makubwa ambayo yanaweza akafanya watu wengi
wakafika na kutazama. Lakini Kiemba inawezekana pengine msimu kwa sababu ya dharura ya kilichojitokeza Benjamin Mkapa. Ni dharura. Ila mchezo wa raundi ya kwanza ulikuwa unaweza kuchezwa Benjamin Mkapa sababu uwanja ulikuwa bado unaweza kutumika. Lakini ukaenda Zanzibar na ulikuwa unaweza kuchezwa KMC. Lakini bado ulipewa hadhi ukapelekwa kwenye watu 15,000 Zanzibar. Hadhi ya uwanja pia ilikuwa ni sehemu ya kunani hilo tukio. Hadhi ya uwanja. Hapo tunazungumza hadhi ya uwanja, idadi ya watu wanaingia kutazama mechi. Hadhi ya uwanja na idadi ya watu pia ni vitu ambavyo vinapaswa kuzingatiwa. Huwezi kupeleka dabi ya Kariakoo ukasema inaenda kuchezwa Tandika pale kwa sababu tu si ni pointi 3. Yani pale Tandika kwa sababu pale Tandika wanaweza kacheza watu wanaweza kakaa wakaangalia. Hauwezi. Kwa kuipa hadhi, ndio maana hata kafu michezo yao kila daraja wana aina ya viwanja wanataka ichezwe. Kwa hiyo na sisi si kwamba timu zingine zinadharaulika. Yaani bahati mbaya maisha hayana huruma kiasi hicho kwamba sisi wengine mbona tunacheza. No. Sisi biashara kubwa kwenye mpira ni hii mechi. Kwa hiyo na hii mechi tuipe hiyo hadhi, lazima tuijengee au mazingira ambayo yatafanya mechi hii iweze kuendelea kuwa na hadhi na itusukumie hii biashara yetu ya ligi. Labda mbali ya uwanja wa Benjamin Mkapa, uwanja gani mwingine ambao mechi ingeweza kuchezwa? Kwa mechi hii unaweza ukaona kwa viwanja ambavyo vinaweza kubeba na bado vina hali nzuri, labda Mwanza, Kirumba. Arusha kwa muda uliobaki na namna ambavyo niliona kiwanja kilivyo. Sioni kama unaweza ukatupa ile ladha ambayo tunaitaka. Uwanja wa Meja ya Isamuhyo kitu kizuri ambacho ni pitch kwamba kimbinu na kiufundi sisi tutapata. Sehemu ya kuchezea yani haina shida. Hakuna changamoto yoyote. Kimbinu na kilani sisi tutapata. Lakini tukirudi kwenye mzunguko wa mchezo mzima kwenye hadhi ya ligi yetu na kuipushi, unaweza ukaona ni kama tunaanza kurudi nyuma kwamba tukio hili au mechi zimeshazoeleka, watu wanakutana sana. Inawezekana kwenye nani sababu inawezekana kabla ya tarehe hiyo 3, tarehe 29 inawezekana wakakutana Zanzibar kikapigwa Amani. Kabla ya tarehe 3 Mei. Watu wanaitazama tarehe 3 Mei lakini inaweza 29 kikapigwa pale Amani. Na itarudiwa kisasi. Sitakuwa kimetengenezwa kisasi tayari. Kisasi. 3 tunakutana tena. Itakuwa kisasi kimetengenezwa. Kwa hiyo bado itaendelea kuwa na huo mvuto. Labda kama anayefungwa au yule anayefungwa kila wakati ndio unaweza ukaona ikawa sio story. Lakini kama ambaye anafungwa akishinda haitakuwa mechi nzuri kisasi. Kwa hiyo mbali hapo, kwa wewe unaona ulistahili aende Kirumba CCM. Kama ilikuwa inashindwa kwenda kurudi Amani ambako mpaka fainali ya kombe la shirikisho imechezwa, kwa maana ni uwanja ambao unaweza ukaendelea kuipa thamani hiyo mechi. Basi labda Kirumba kwangu mimi. Azam Complex kama pale tu. Yaani mimi si complex. Mimi ninaponaga tu kama kule. Kwa nini? Kwa nini? Anatofautiana sana KMC. Viti KMC hapana bwana. Viti au yani tunazungumzia Azam inachukua watu wangapi? Si hao F7 F8. Meja Isamuhyo kuna muda uliuongeza ule Meja Isamuhyo kwa nani mahesabu ya nani kama ni watu kama 15,000 kama una nani kwa mahesabu yani ya makadirio. Ya makadirio pale Meja unaweza ukakandamiza watu 15,000 kama unaisha. Yani ukimalizika sehemu zake zote unakadiria kuwabeba watu 15,000. Okay. Kwa hiyo maana itakuwa ni uwanja labda wa 3 kwa ukubwa kwa au wa 2 kwa viwanja vya Dar es Salaam. Kama ule wa Jangwani utakuwa bado hujajengwa. Ule wa Yanga? Sasa Jangwani uwanja wa nani, si wa Yanga? Unaweza katokea mtu mwingine akajenga Jangwani. Uwanja mwingine. Huku kwenye stendi ya mabasi ya mwendo kasi huko kama kujenga uwanja. Akawai kabla mradi wa Jangwani hujaanza. Kabla hujaanza atasifasha kitu. Bora. Lakini nafikiri nimekuelewa, ni mechi inayouza ligi yetu, kuna namna ya kuitazama, lakini pili kipaumbele cha timu nao wanaangalia. Wengine wanabana hapa sisi point 3 kwanza. Kipindi cha nyuma ilikuwa mechi inatazamwa kibiashara. Ndio mechi ambayo ilikuwa walau watu wapate hela, madeni na nini. Sasa hivi ishakuwa ni mechi ambayo sio tena kutengeneza kipato cha, yani inachangia kipato lakini sio kama ilivyokuwa kipindi cha nyuma. Unajua kipindi cha nyuma ilikuwa dabi ndio mechi ya kupata hela. Kwa vilabu.
hata watu wanakopa na nini bwana, kuna mechi kesho kutwa ikichezwa hiyo na kuja kulipa madeni yako. Watu wanakopa wanafanya nini. Ile mechi ilikuwa ni mechi ya kibiashara, ina mtazamo kwanza wa kibiashara, afu pili unatazama matokeo yake ya uwanjani. Lakini naona sasa kama kwenye mlengo wa kibiashara tunaondoka sasa, tunakuja kwenye kwa vilabu sasa vyenyewe vinavyotazama, vilabu vyenyewe ndio vinavyotazama. Sasa vilabu vinatazama issue ya pointi 3, kwa sababu na mimi ninachoangalia hapa na namna hizi viwanja vilivyo na management na security zake. Yale madudu yao wanayofanya sasa ndo wanaanza kuwaza pale kwa makamanda wataweza mlango ambao hujawahi kufungua hata siku moja, kama na wewe funguo ya kufungua hapa, sisi wenyewe hapa hatupiti, wewe nani kakupa funguo ya kupita hapa leo? Sasa ndo hii mechi ndo inaenda kuonesha kwamba popote panawezekana. Kwa pale kamanda wewe sisi wenyewe tuko humu kila siku tunazunguka kwenye huu uwanja, hatujawahi kupita mlango huu, wewe nani kakupa funguo ya kupita mlango huu leo? Mechi ndio itaenda kuonesha kwamba popote wao wakitaka kufanya mambo yao wanafanya pale imejahesamu watu wanaweza kupita uwanja mwingi. Mtu kala kitenge ndani ana jezi ya timu yake. Hilo nalo neno. Karagwanda anafukutwa na sikilizeni bwana. La sivyo tutakosa raha hapa. Kwa hiyo wewe hizi timu inawezekana zenyewe hizo ugumu siwepo, lakini kwa wanaosimamia basi kuwe walau hii inaweza ikatuonesha sasa kuwe walau na nani na muda ambao watakao kutengeneza kanuni za ligi. Basi kuna baadhi ya mechi wazipe hadhi za viwanja, yani haiwezekani kuchezwa kwenye kiwanja tofauti na hadhi hii na hii. Hiyo sehemu ya kanuni, hiyo ni sehemu uwanja wenye sifa hizi ndio unastahili kubeba mechi hii. Chagua utakavyoweza, lakini chagua kiwanja chenye sifa hizi ili kuepuka tu siku unaweza kaisikia mechi inapigwa Kines. Mtu anaweza kusema bana, mimi uwanja wangu wa nyumbani Kines. Mbona mechi zingine nilikuwa nacheza? Kwani hii si ligi tu kama mechi zingine? Pointi si 3 au unapata ngapi? Piga Kines. Kwa hiyo ni unajua vitu huwa vinatokea ili kuboresha. Yaani kadri unapoona mapungufu ndivyo unavyojifunza na kutengeneza vitu bora zaidi. Kwa hiyo kwa sasa hivi wanaweza wakaona namna gani wanaweza, sisi kama wasimamizi wacha nyewe muhangaike na pointi 3. Sisi tunahangaika kwa sababu sisi ndo tunaopaswa kuiuza hii ligi. Standard ya mechi ni hii. Kama vile ambavyo makamishna manani wanavyopaga wengi mechi. Au mnaambiwaje? Kanuni inasema uwanja utakaochezewa mechi ya dabi wenye ligi, bodi ya ligi ndio wenye maamuzi ya mwisho ya kupanga uwanja. Kwa kuwapa uhuru. Inasema kuwapa uhuru na yani mradi wewe weke vigezo. Kwamba uwanja wenye hadhi. Una uwezo kuchukua watu wanaozidi 20,000. Uwe wenye hadhi hii na hii. Labda unaweza kuchezewa michuano ya kafu na nini. Kama michuano ya kafu inaweza kuchezwa, basi una sifa kuchezewa mechi hiyo ya nani ya dabi. Ili kuiondoa siku sije ukakuta mechi inaenda kutwangwa Kines pale. Watu wanaweza kusema bana, unajua huku bana sisi tunataka pointi 3 tuwadisturb tukiakili tuwapeleke huku. Kweli. Mimi bado nawaza pale. Wale makomando wale, sisi mtoto makomando wa jeshi wenyewe na makomando wa timu. Sasa tutajua nani anaenda kwenye mafunzo ya kikomando. Sasa komando wa timu yesi ni kwenye mipira tu, kuokota mipira na dawa. Si ndio wanaenda kukesha kulinda uwanja wale kulala. Pale sasa unalindaje uwanja? Wanakwambia uwanja kwa eneo lenye ulinzi, wewe unakuja kulinda nini? Na hivyo reflector vyenu vijamba koti hivyo kaeni huko. Hapa mje siku ya mechi tu. Yaani pale hawasogei. Ila wewe umesema mwenyewe, lakini yani pale unajua kitu gani kitawafanya usogee? Hata makamanda nao wana jezi zao mbili hizo. Kwa hiyo bana, kama hawa waingine hawaingii. Hamna mtu kuja hapa asisogee hata mmoja. Tutalinda wenyewe. Kwanza wanalindana wenyewe kwa wenyewe. Kwa nini sasa wanalindana wenyewe kwa wenyewe? Huyu asiye kufanya sunini, huyu asifanya nini? Sasa wakibaki makamanda wenyewe nao wanalindana kwa sababu wanajuana. Kama bana wewe unaweza kuwa unapambania upande wa kijani, wewe mwekundu. Wewe bwana unakujua wewe. Bana muangalieni yule ndo anayelinda. Ndio amepewa lindo yule. Hamna. Tuone mtu kakae pale tupige story. Asiye usiku akaja kuruhusu watu. Kwa hiyo ni mechi ambayo kwa kule hiyo nani, lakini ni makando kando anaweza tukaona yakipungua. Yale sio alilala, sio walipigana usiku. Sio walichimba nini, walifikia nini. Yale yanaweza kupungua. Yale yanaweza yakapungua kwa sababu japo haiwezi kuisha. Labda mtu pale aende kimiujiza.
sio aje rasmi kama hivi, labda aje kwa njia hizo, nguvu zao hizo za giza aje nazo, ajikute yuko uwanjani anafanya hayo mambo. Sasa zingekuwa hivyo wangekuwa wanapigana sio ungekuwa wana shida. Mtu anapita hapa na hapa. Ana watu wote wanapita hapo usikute wanaonana hadi kwenye hizo nguvu za giza, kwa sababu wote si wako kishetani pale. Sasa si mwenye nguvu anapita tu. Ila mimi nataka mimi nimefurahi kwenda pale. Mechi ile milango ile isiyo rasmi tutatuone. Pale napo pale uwanja wa Jeshi mlango sio rasmi utafunguliwa ili timu zao pendwa zipite. Asa utajuaje kama ndio wanaofungua leo? Asa kwani kuna timu ndio inaenda kucheza kwa mara ya kwanza pale. Yanga kashaenda, Simba kashaenda milango yote. Hawajawahi kubeba mechi kubwa, watakwambia tumefungua milango hii kwa sababu mechi kubwa.